Juzi Mungu akawa ananifundisha hesabu za nyakati za mwisho na kwa habari ya ufalme wa Mungu. Amen. Hello. Nilimshangaa na niliogopa sana kwa sababu niliona vitu vya ajabu sana. Wewe ambaye uko hapa, elewa kabisa hilo jambo lisikutoke kwa ufahamu wa akili yako. Wewe ulioko mahali, elewa kuna hesabu ambazo utazilipa siku ya mwisho. Amen. Kuna gharama ambazo utahesabiwa zile nyakati za mwisho zitakapotimia kwenye maisha yako. Kwa ukikaa hapo akili yako ikwambie kabisa kuna mbingu, kuna ufalme wa Mungu, inatakiwa mimi niende Yesu alipo. Unatakiwa hicho kitu ukijue kabisa, ukiweke kwenye akili yako. Sasa nisikia vizuri. Nisikilize, moto wa milele upo. Hello. Moto wa milele upo. Mungu juzi kanionyesha kitu cha ajabu. Namna ambavyo watu wanaingia. Sasa nisikia vizuri. Kuna malaika ambaye amesimama kwenye lango. Hello. Ambaye kazi yake ni kulijua jina lako na kuhesabu hesabu za maisha yako. Kuhesabu yale ambayo wewe uliyatenda duniani, matunda yale ambayo wewe uliyawekeza duniani. Hello. Sasa nisikia vizuri. Anayo remote ambayo niliona kitu cha ajabu sana. Ana remote ambayo hello, ukitaja jina lako, nani nilishaona gari remote ile ya gari akitaka kuingia kwenye gari kabla hajafungua kwa kutumia funguo anakamata remote anabonyeza mlango unafunguka. Nani nilishaona kitu? Kuendesha magari hoye. Ile remote ambayo mlango wako umeuloki kabisa, kabla hujaifikia gari yako ukibonyeza ule mlango unafunguka. Amen. Ana kitu kama hicho. Unasogea kwenye lango la mbinguni, ukifika pale unaulizwa jina lako, ukilitaja bonyeza ule mlango. Usipofunguka ule mlango huna bahati ya kuingia. Amen. Sio, nisikia vizuri. Kwa hiyo elewa kabisa kwamba kuna mbingu, kuna uzima wa milele baada ya yote duniani. Kwa hiyo ulitendalo ndilo utakalohesabiwa kwenye maisha yako. Utavuna sawa na vile ambavyo wewe umefanya duniani. Amen. Hesabu zako ni yale ambayo umeyatenda huko duniani. Sio, nisikia vizuri. Hello. Kwa hiyo omba utumike kwa maanisha kutoka ndani ya moyo wako. Usimtazame mtu. Ifikie sehemu hata watu wakuone kielehele. Amen. Ifikie wakati hata mtu akuone kielehele, wewe juu unapanda nini kwa ajili ya ufalme wako. Amen. Sio, nisikia vizuri. Ukiona pahala pamepwaya, wewe fanya. Hello. Yaani unajua kabisa mimi na uwezo wa kufanya hiki kitu, nina uwezo nacho, ufanya kwa ajili ya Mungu wako. Usiangalie mwanadamu atakuangaliaje, atakusemaje, ufanye kwa ajili yake. Hupo kwa ajili ya kumfurahisha mwanadamu. Hupo kwa ajili ya kumfanya mtu acheke kwa ajili yako. Amen. Mwanadamu akikuchekea ipo machozi kwenye maisha yako. Kicheko chake kitageuka kwa kilio kwenye maisha yako. Mwache Mungu. Kwa hiyo kuna wakati ifikie sehemu ukikuta kitu ambacho ulijua atafanya fulani hajafanya, fanya mwenyewe binafsi. Kwa sababu unajua nina uwezo nacho kukifanya hiki kitu, fanya. Haijalishi atakuja kuulize kwa nini umefanya, si kazi yake kukuuliza wewe. Amen. Angefanya manake angefanya kabla huo muda hujafika. Hello. Tujifunze kuwa ni watu ambao tunazikimbilia baraka za Mungu. Pia watu fulani ambao wao ni walegevu, hawahitaji kufanya kazi ya Mungu. Yaani wao kutenda kwao wanatenda vile ambavyo wanajisikia wao, vile ambavyo wanataka wao. Hello. Kazi ya Mungu naomba kwa kumaanisha, kwa sababu unachokifanya kitakufuata siku moja. Unachokitenda kitakufuata siku moja. Ipo siku Mungu atakuuliza, nilikuweka sehemu fulani. Hello. Nilikupa nafasi fulani. Hello. Kwa nini 2 3 juu ile na nilikupa kibali cha kitu fulani, kwa nini ulifanya 1 2 3? Amen. Na ndipo pale hesabu zitatoka na uonekane hufai mbele za nani? Mbele za Mungu. Kuna hatari sana ya kuwa waabudu wazuri mbele za Bwana kwenye maibada mbingu siku ya mwisho. Elewe hicho kitu. Ya kuwa waabudu wazuri, waimba sifa wazuri. Hello. Watu tunaoomba vizuri, watu wanaomba. Maombi yako yasikusaidie kitu, maombi yako yasikuingize kwenye ufalme wa Mungu. Kuna hatari sana. Usipojua kuenenda kwenye ufalme wa Mungu, hutafanikiwa kuziona baraka za Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye unasubiria hadi uamliwe, fanya hivi, fanya hivi, wakati unajua kabisa ninaweza kusubiria uamliwe. Amen. Unachokitenga kitakurudia kwenye maisha yako sikutani. Unachokitengeneza utakivuna siku moja.
hakitakuacha salama. Utaenda nacho, utatembea nacho, na faida yake utaiona kwenye maisha yako. Hello, utaiona faida yake. Yaani kabla hujaingia kwenye ule moto wa milele, nisikilize, lazima faida ya yale uliyoyatenda utayaona tu, utatembea nayo tu, yatakufuata kila sehemu. Kwa wakati ni sasa wa wewe kuamua kutoka ndani ya moyo wako kwamba mimi nimeamua. Kuna baadhi ya watu ambao nimekuwa nikiwapa nafasi, fanya hivi, lakini yule mtu namuona ni kama umemlazimisha kufanya hicho kitu. Ipo siku Mungu atakuuliza. Hello. Nikaletewa jopo la watu wengi sana. Afu lile jopo ninamwona pastor mmoja anahubiri ndani ya lile jopo. Kavaa koti ambayo yake imechanika. Anahubiri alafu watu wanamcheka sana. Kama kila ambacho amekisema baba hapa, usimdharau mtu mahala popote ukimkuta anahubiri neno la Mungu. Usiingize neno lako, kama neno yako pale. Hello. Utavuna laana ambayo itatafuna kizazi na kizazi kwenye maisha yako. Mtu kama yule ukimkuta wewe sio, nasikia vizuri. Mungu akawachukua wale watu za kupiga hesabu, isoko ya kawaida. Amen. Kwa hiyo sitamani wewe miongoni mwa hao. Hello. Kwa hiyo mahali popote utakapopewa nafasi, ukifanya unavyotaka wewe, si kwa ajili ya sifa yako. Chochote unachokifanya ni kwa ajili ya Mungu. Chochote kile unachokifanya ni kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili yako. Hiyo kweli. So nasikia vizuri. Amen. Wenye vipawa sio wewe peke yako. Hello. Ukimuinulia Mungu kiburi na jeuri, Mungu anainua watu wengine. Amen. Hello. Mungu anainua anawataka yeye. Si wewe tu. Huku duniani si wewe tu. So nasikia vizuri. Si wewe tu. Hiyo kalama uko nayo wewe peke yako. Ingekuwa kalama ni ya mtu mmoja, watumishi wasingekuepo duniani. Leo watumishi wanazaliwa wengi sana na wenye nguvu ambazo sio za kawaida. So nasikia vizuri. Tukisoma vitabu kina Petro, hata leo watumishi wenye nguvu ni wengi sana. Hello. Maana yake si wewe tu ambaye Mungu amekuita. Unapofanya mchezo wewe, Mungu atamuinua mtu kwenye nafasi hiyo. Mungu yuko hivi. Kwa hiyo nikwambie, Mungu yuko hivi. Mungu akikupaka mafuta kwenye eneo fulani, akakwambia wewe na kupaka mafuta kwa ajili ya kuwa mhasibu kwenye kanisa. Hello. Na kupaka mafuta kwa ajili yako. Mungu eza kwa ajili yako ili aje apate hasara kwenye maisha. So nisikia vizuri. Ili aje apate maisha yako. Anawekeza maana yake anajua kuna faida hata juu yako. Hello. Unapomuelewa Mungu na kufuata kanuni za Mungu mahali alipokuweka, Mungu anachokifanya huaga project ndani ya miaka 10. Sema miaka 10. Miaka ile yako, alafu Mungu anaanza kukugaragaza wewe vibaya sana. So nasikia vizuri. Unaanza kuyaona mapigo ya Mungu. Mungu akupigi kama damu, mtampata kwa ajili yako. Hii maelekezo ya Mungu wa Sauli kwanza kwenye ufalme. Akama kwanza Samueli amtafute Daudi. Daudi alipopatikana akandazi ya Sauli, Daudi alika, tunamuona Daudi anasimama kama vita juu ya Israeli. Sauli akaanza kugagazwa na Mungu. Sauli akaanza kuchakazwa na Mungu vibaya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameshampata Sauli mwingine. Hello. Hayo mahala Mungu kuweka, ukifanya mchezo Mungu anainua mtu mwingine. Mungu anainua mtu mwingine. So nasikia vizuri. Mungu anainua. Sasa Mungu akiinua mtu mwingine, elewa mapigo ya Mungu hayatakuacha. Atakuchakaza vibaya sana. Sikutani. Mungu atakuchakaza vibaya sana. Kuna watu tumekaa sehemu, ila tukiangalia mapigo tumefanya mizuri. Tumefanya mizaa mbele za nani? Mbele za Mungu. Si kila kitu unachopitia ni uchawi. Amen. Si kila kitu kinachokukuta ni uchawi. Kuna bui ya Mungu. Kwa hiyo tuita baraka ya Mungu hello kwa kufanya kumpendeza nani? Tusitake laana sisi wenyewe. Madhabahuni hello. Madhabahu yoyote ambayo Mungu ameiamini, akaweka nguvu zake, akaweka malaika zake, akaweka kila kitu chake pale, tambua waga kuna vitu viwili vinatembea kwenye ile madhabahu. Kuna baraka ya Mungu juu ya madhabahu na kuna laana ya Mungu juu ya madhabahu. Amen. Hello. Moyo wa mtu.
Unasikia vizuri? Baraka ya Mungu huchochea moyo wa Mungu, moto wa Mungu ndani ya moyo wa mtu. Inachocheaje? Yaani wewe unakuwa ni mtu ambaye sio majivuno. Amen. Ni mtu ambaye si wa kiburi, si mtu wa jeuri. Ni mtu ambaye umnyenyekevu wa hali ya juu. Hello. Una uwezo wa kushuka mbele ya wakubwa na mbele ya wadogo, kwa sababu ndani yako kuna Mungu ambaye yeye ni mnyenyekevu toka asili. So nasikia baraka ya Mungu ina kawaida kumtengeneza mtu, inamtengenezea utii ndani yake, inamtengenezea nidhamu ndani yake. Hello. Sasa ukijikuta wewe ni mtu ambaye unamwabudu Mungu, lakini ndani yako majivuno, kuna vitu ambavyo na kubwa inatafanya maisha yako. Usipoikimbia hiyo laana itakumaliza wewe na kizazi chako. Sikutanii. Usipoikimbia itakumaliza wewe na kizazi chako, itakumaliza. Mungu ni Mungu ambaye ni wajabu sana, usiwahi kumzoelea hata siku moja. Tumeishi ile maisha ya mazoea. Sio, nisikie vizuri? Yaani Mungu akikusimamishia mtu mbele yako, muogope huyo Mungu. Haijalishi anakuzidi umri ama unamzidi umri, muogope huyo Mungu. Ishi kwa kumwogopa. Ukimwamini akamwambia kupa injili uipeleke Arusha sasa hivi, uipeleke Mbeya sasa hivi, uipeleke manake popote atakapotokea ni Mungu ametokea. Kuna wakati unaweza usione ghadhabu ya Mungu juu yako, ila nakushauri ipo ghadhabu kubwa inakufuata kwenye maisha yako. Pia ukweli. Moyo mgumu. Hello. Ule moyo unakupa majivuno na kujiona mimi hakuna ndani yako. So nasikia vizuri. Anachokutengenezea Mungu ni kuja kukungamiza katika siku ya uovu. Hello. Kwa hiyo ambacho unaweza Mungu ni ibada kamili. So nasikia vizuri. Kile unachokifanya mbele za Mungu ni ibada kamili. Hatupo kwa ajili ya kumwabudu mwanadamu, tupo kwa ajili ya kumwabudu Mungu. So nasikia vizuri. Chochote kila ambacho unakifanya ni ibada kamili mbele za Bwana. Leo unaona wanapiga vyombo, manake ni ibada iliyokamilika mbele za Bwana. Mungu anaitambua hiyo ibada. Amen. Amen. Maana yake matokeo ya kazi wanaoifanya yatalipwa ile siku Mungu atakapotaka hesabu kutoka kwao. Kwa hiyo wewe ambaye umetengeneza mazoea ya ibada ndani yako, mazoea ya ibada ndani yako, hutendi sawa sawa na Mungu ayo wewe unapewa. Kila ambacho wewe unaambiwa, Mungu fanya asila yake iwake juu yako sana. Kuna mtu siku moja nikawa nikamwambia wewe kuja ananielezea mambo yake sana. Nikamsikia vizuri. Kuwa makini. Hello. Mungu anakuonyesha neema niliyoibeba, ila jichunguze, hautafika. Amen. Amen. Hautafika. Na ikuisha muda huyo mtu tu. Hello. Anakuja, pastor, nimekuona ulikuwa unaniombea, macho yako yalikuwa yanatoka moto, ukaona nibariki. Hello. Nikaanza kufanya mambo makubwa, nikamwambia jiangalie mara mbili. Hello. Mungu anapokuonyesha kitu anakukanya, anakuonya. Amen. Sio, nisikie vizuri. Alijalishi liwe jema liwe baya, Mungu akikuonyesha kuna kitu anakuandaa. Hello. Maandalio ya moyo ya Mungu ni kukuonyesha sawabu yake mbele yake. Mungu anapokuonyesha sawabu yako, maana yake kuna vitu anakufundisha, kuna vitu anakuelekeza. Kuna vitu anakutaka wewe uvijue, usije ukaikosa ile sawabu. Hello. Usije ukaikosa ile neema. Vikubwa kwenye maisha yako na visitokee. Mungu alipomuita Musa, amen. Napenda sana kuchukulia mfano kwa darasa kwenye maisha yangu na darasa kwenye maisha yako wewe. Mungu alipomuita Musa, alimwambia Musa, ni wewe utakaowatoa watoto wangu Misri na kuwapandisha katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Ni wewe utakaowalisisha hiyo nchi. Hello. Nchi ambayo nilinena na Ibrahim baba yao. Hello. Kuwa nitawapa wao. Mungu alipozungumza na Musa, manake aliyekuwa na maelekezo ya Israeli kutoka utumwani na kuingia kwenye nchi ya ahadi alikuwa ni Musa. Musa ndio alikuwa amepewa hicho kibarua, amepewa hiyo hatima. Sio, nasikia vizuri? Amepewa, ameibeba.
Lakini imefikia wakati Musa akakoseshwa na wana wa Israeli. Wakati ule Israeli imekoswa maji ya kunywa, na Musa anamjua Mungu kwamba ni Mungu wa namna ipi. Amen. Walipomrudia Musa wakamlalamikia Mungu wa Musa ambaye Musa amemtumwa kwao kwenda kuzipeleka zile habari zake. Walipomlalamikia, Mungu akamwambia Musa, unalilia nini? Unalilia nini mbele yangu? Hello. Nenda ukaupige ule mwamba 1 2 3 maji yatatoka. Baada ya hapo kosa la Musa likasimama mbele za Mungu na mikome. Musa amemkosea Mungu, tafuta mkabala wa Musa. Amen. Akaanza kumtafuta mkabala wa Musa. Baada ya Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, njoo nikuonyeshe Kanaani. Chukua kampandisha, mwambie unaiona Kanaani. Kanaani kwambie utaingule pale. Mungu akamwambia utaingia kwenye ule mji, utafia hapa. Mpe mamlaka na kila kitu Yoshua. Yeye ndiye atakayewaingiza. Manake Mungu akamtafuta mkabala wa Musa, alipompata akamwambia Musa unafia hapa. Wewe huendi huko. Hello. Kwa hiyo wa Mungu atatafuta mwingine kwa ajili yako. Mungu atainua mwingine kwa ajili yako. Na baada ya hapo Mungu atakuondoa kwenye safari aliyokuwa amekuahidi. Maana yake Musa peke yake ndio alikuwa ameambiwa maelekezo ya kuingiza wana wa Israeli Kanaani. Lakini hatumuoni anaingia nao. Tunamwona Yoshua ndo anabeba mikoba ya kwenda kuingiza wana wa Israeli. Nini? Maana yake Mungu tafuta mkabala wa yule mtu, alipompata akamtumia huyu mwingine akaja naye. Mara popote Mungu anakuweka, usishangae siku moja mimi nakuchomoa na sitakuogopa. Sio, nasikia vizuri? Sitakuogopa kwa sababu sikutumiki wewe. Hello. Hello. Sikudanganyi. Mara popote ambapo mimi nimekuweka, ukifanya mchezo na kuchomoa. Nataka ulijue hilo kuanzia leo. Kwa sababu gani? Nataka nikuingize kwenye ufalme wa Mungu. Hello. 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 Tusifanye kazi ya Mungu kwa sababu tunajuana. Amen. Hello. Hatutaipeleka kazi ya Mungu. Hatutaipeleka. Nakwambia ukweli, hatutaipeleka. Ifikie wakati Mungu abaki kuwa Mungu na mwanadamu abaki kuwa mwanadamu. Ifikie wakati Yesu abaki kuwa sahihi siku zote. Ifikie wakati Yesu aabudiwe kwa kumaanisha kwenye mioyo ya watu. Ifikie wakati watu wamjue Mungu ni nani kwenye maisha yao. Ifikie wakati watu wajue kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu kwenye maisha yetu. Hello. Hello. Kwa hiyo nisikilize vizuri kila ambacho nakwambia. Tumikia nafasi ambayo Mungu amekupatia kwa uaminifu. Usitumike kwa sababu Pastor Samuel amekuweka. Usiansikie vizuri. Usitumike kwa sababu Samuel amekuweka hapo. Tumika kwa sababu Mungu amekuweka hapo. Siku moja mimi nikawa nimeulizwa hili swali na mtumishi wa Mungu, akaniambia umekuja kanisani kwangu. Hello. Umekuja kanisani kwangu, umenikuta nina vijana wengi ambao nimeanza nao huduma. Akaniambia nilikuwa nakula nao maparachichi. Sema maparachichi. Maparachichi na ugali ndicho kilikuwa chakula chetu. Amen. Wakati huo Mungu hajaniinua kunifikisha hapa. Umekuja kanisani kwangu. Vijana ambao umenikuta nao si wale ambao nimewapa neema kama nimekupa wewe. Hello. Umenikuta na kundi la wengi sana. Wewe leo nimekupa madhabahu yangu. Nimekufanya kuwa kiongozi kwenye madhabahu yangu. Nimekuamini kwenye madhabahu yangu. Akaniuliza kwani wewe ni nani? Akaniambia tumika kwa uaminifu na kwa unyenyekevu, Mungu atayalipa yale ambayo unayatumikia hapa. Na kweli ile kauli imekuwa inaishi na mimi hadi leo inaishi na mimi hadi leo. Hello. Kama ningefanya upuuzi na ujinga hapa mimi nisingeweza hata kusimama hivi, nisingeweza. Tunasikia vizuri? Hello. Kwa wengi ambao kwenye ile madhabahu alikuwa akinitolea mfano sana mimi, ananiambia huyu kijana nampenda kwa sababu ni mnyenyekevu. Kwenye ibada za Jumapili anasema nampenda huyu kwa sababu ni mnyenyekevu. Nampenda huyu kwa sababu ni 1 2 3. Mtumishi wa Mungu ukiona anatamka vitu kama hivyo, mbingu haitakuacha hata siku moja. Ila mtumishi wa Mungu akianza kulaumu juu yako, elewa wewe kupenya ni kazi. Kutoboa itakuwa ni kazi. Sikutani. Yaani ukisikia mtumishi anaugua, ananung'unika kwa ajili yako, wewe kupenya ni kazi. Utaziona baraka ila
zitakuwa na mwisho hizo baraka. Hello? Zitakuwa na mwisho hizo baraka, hazitaenda sehemu yoyote. Itafikia sehemu utakwama, itafikia sehemu utashindwa. Itafikia sehemu utashindwa. Sio, nisikia vizuri? Jifunze kuishi na Mungu vizuri, jifunze kuishi na madhabahu vizuri, jifunze kufuata maelekezo na maagizo unaopewa kwenye maisha yako.